Arusha ilikuwa imepata mgeni mpya. Nabii Falcon hakujenga kanisa la vioo safari hii. Alijenga The Kingdom of Wonders katikati ya milima ya Meru. Kanisa hili lilikuwa na ulinzi wa mbwa wakali na walinzi wenye suti nyeusi walioonekana kama maafisa wa usalama wa taifa. Nabii Falcon alijua kuwa Arusha ndipo penye mabilionea wa Tanzanite. Alianza kwa kuwatafuta wafanyabiashara wakubwa wa madini ambao biashara zao zilikuwa zimeyumba. Mwanangu, mchimba madini hahitaji jembe tu, anahitaji jicho la rohoni kuona wapi vito vilipo. Falcon alimwambia bilionea mmoja anayeitwa Mollel ambaye alikuwa amekaribia kufilisika. Falcon alimpa Mollel mafuta ya upako wa dhahabu. Siku 3 baadaye, Mollel aligundua mshipa mkubwa wa Tanzanite wenye thamani ya bilioni 7. Habari zikalipuka kama bomu. Kila tajiri wa Arusha akawa anapiga magoti mbele ya Nabii Falcon. Lakini jicho la rohoni la Nabii Falcon halikutoka mbinguni. Chini ya kanisa lake jipya kulikuwa na mfumo wa rada za kisasa GPR zilizoibiwa kutoka kwenye kampuni kubwa ya utafiti wa madini ya Marekani. Nabii Falcon kupitia kundi lake la kigaidi la The Shadow alikuwa amewateka wataalamu wawili wa miamba, geologists, na kuwafungia kwenye handaki. Walipewa ramani za satellite na kumlazimisha Falcon kutabiri maeneo yenye madini. Mtapata mawe, lakini nusu ya faida ni yangu, Falcon aliamuru. Na yeyote atakayetoa siri, familia yake itakuwa kafara ya madhabahu yangu. Musa hakuwa amekata tamaa. Alikuwa amebadilisha utambulisho wake na sasa alikuwa anafanya kazi kama fundi wa mitambo ya sauti, sound engineer, ndani ya kanisa la Nabii Falcon. Alikuwa anatafuta nafasi ya kuingilia mfumo wa kompyuta wa Falcon. Siku moja usiku, Musa akiwa amejificha kwenye chumba cha mitambo, aliona kitu kilichomfanya damu imstuke. Kwenye skrini ya siri ya Falcon kulikuwa na picha za video za moja kwa moja zikionyesha meli kubwa ikipakia silaha kwenye bandari bubu kule Tanga. Kumbe Arusha ni kizio tu, Musa alinong'ona. Anatumia kanisa kusafirisha silaha kwenda nchi jirani zinazopigana vita. Ghafla, mkono mzito ulishuka begani mwa Musa. Musa aligeuka kwa kasi, tayari kwa mapambano, lakini alikutana na macho ya mwanamke hakumtegemea. Sara? Musa alishtuka. Mama Askofu Sara, mke wa Petro aliyedhaniwa amekufa kule Dar es Salaam, alikuwa amevaa sare za walinzi wa kanisa. Alikuwa na kovu kubwa usoni kutokana na ule mlipo, lakini macho yake yalikuwa na kiu ya kulipiza kisasi. Shh! Petro alijaribu kuniua, sasa nataka kila kitu chake kiteketee. Musa, mimi na wewe tuna adui mmoja. Saa 9 za usiku wa manane, Falcon, Petro, alikuwa amesimama mbele ya lile fuvu lake, lakini safari hii alikuwa ameliweka ndani ya boksi la kioo lililojaa vito vya Tanzanite. Alikuwa anafanya ritual ya kufunga mji. Mfalme wa giza, nimeleta mabilionea wa Arusha chini ya miguu yangu. Nipe nguvu ya kutawala biashara ya silaha kanda nzima. Ghafla, taa zote za kanisa zilizima. Sauti ya ajabu ilisikika ikitokea kwenye kuta za kanisa. Ilisemekana kutoka kwenye kipamba cha zimbo la Falcon. Umesahau agano letu, Petro. Uliiba nyota ya mkeo, sasa mkeo anakuja kuchukua roho yako. Falcon alicheka. Sara alishakufa, mimi ndiye mshindi. Ghafla, milango ya kanisa ilivunjwa na mabomu ya machozi. Makomando wa serikali wakiongozwa na Captain Marco ambaye hakuacha kumfuatilia Petro waliingia ndani kwa kasi. Lakini safari hii Falcon alikuwa amejiandaa. Alibonyeza kitufe na sakafu ya kanisa ikafunguka. Mashine kubwa zilianza kutoa sauti ya ultrasonic ambayo iliwafanya waskari waanguke chini wakivuja damu masikioni. Karibuni kwenye Jehanamu yangu, Falcon alipiga kelele. Musa alifanikiwa kuingiza virus kwenye mfumo wa Falcon kupitia simu yake, akizima zile mashine za sauti. Captain Marco alisimama na kuelekeza mtutu wa bunduki kwa Falcon. Imekwisha Petro, mikono juu. Falcon alitazama huku na huku, akajua amenaswa.
lakini badala ya kusalimu amri, alichukua lile fuvu na kulivunja chini. Moshi mweusi ulimfunika, na alipoonekana tena, alikuwa na sura ya kitofauti, siyo ya binadamu tena. Mimi si Petro, mimi ni kiongozi wa The Shadow. Je, Nabii Falcon atabadilika kuwa kiumbe gani kuzuia kukamatwa? Moshi mweusi uliojaa harufu ya kiberiti ulitanda ndani ya kanisa la Kingdom of Wonders. Nabii Petro, sasa akiwa na sura isiyo ya kibinadamu, alitoa muungurumo uliovunja vioo vyote vya madhabahu. Lakini Musa, akiwa ameshikilia kompyuta yake mpakato, laptop, aligundua siri ya mwisho. Haikuwa miujiza wala haikuwa majini pekee. Ilikuwa ni teknolojia ya hali ya juu ya Neuralink iliyochanganywa na dawa za kulevya za kupumbaza akili. Sara, sasa! Musa alipiga kelele. Musa alibonyeza kitufe cha enter. Program aliyokuwa ameitengeneza ilishambulia mfumo wa kielektroniki uliokuwa ukiendesha lile jengo. Ghafla ile hali ya kutisha ya Nabii Petro ilianza kufifia. Ile sura ya kiumbe cha ajabu ilikuwa ni hologram, picha ya mwanga iliyokuwa inatengenezwa na projekta za siri, na ile nguvu yake ya ajabu ilitokana na suti ya kijeshi ya exoskeleton iliyojificha chini ya joho lake. Wewe ni tapeli tu Petro, Sara alinguruma, akijirusha kutoka juu ya nguzo na kumvamia Petro kwa kisu cha fedha. Pambano lilikuwa la kufa na kupona. Tyson, akiwa na mkono wake wa chuma, alijaribu kumzuia Sara, lakini Musa alidaka nyaya za umeme zilizokuwa zimekatika na kuzigusa kwenye ule mkono wa chuma wa Tyson. Zap! Tyson alipigwa na shoti kali ya umeme. Mfumo wa mkono wake ukalipuka na kumtupa nje ya ghorofa, akatumbukia kwenye korongo la mlima Meru. Safari hii Tyson hakurudi tena. Nabii Petro, akiwa amezindiwa na nguvu za Sara na risasi za makomando wa Captain Marco, alikimbilia kwenye helikopta yake ya siri iliyokuwa juu ya paa la kanisa. Huwezi kunikamata Marco, mimi nina mabilioni nchi nzima, nitajenga bilionea chachi nyingine duniani kote. Petro alicheka kwa dharau huku akipanda kwenye helikopta. Lakini aliposokota ufunguo wa kuwasha ndege ile, sauti ya Musa ilisikika kupitia spika za helikopta. Petro, umesahau kuwa mimi ndiye niliyetengeneza mfumo wa usalama wa ndege hii? Huendi popote. Musa alikuwa amefunga injini ya helikopta kwa mbali, remote lockout. Petro alinaswa kama panya kwenye mtego. Captain Marco na vijana wake walimzingira Petro juu ya paa. Sara alimkaribia mumewe wa zamani, machozi ya hasira yakimtoka. Uliua maelfu ya watu kwa kivuli cha dini. Uliiba nyota za maskini ili uwe Mungu mtu. Leo agano lako limevunjika, Sara alisema kwa sauti ya chini. Ghafla ardhi ilitetemeka. Lile handaki la siri iliyojaa silaha na kemikali chini ya kanisa lilianza kuwaka moto kutokana na shoti za umeme za Musa. Milipuko mfululizo ilianza kulivunja jengo lile la kifahari vipande vipande. Okoa maisha yako Petro, kama kweli wewe ni nabii, Sara alimkebehi, kisha akajirusha kwenye kamba ya uokoaji ya helikopta ya jeshi iliyokuwa imewasili. Musa, Sara na Captain Marco waliondoka kwa haraka, huku Kingdom of Wonders ikiteketea kwa moto mkubwa wa rangi ya bluu. Nabii Petro alibaki juu ya paa akipiga kelele kwa Mungu wake wa giza amwokoe, lakini safari hii hakuna jini wala teknolojia iliyomjibu. Jengo liliporomoka na yeye ndani, likizika siri zake zote, mabilioni yake na fuvu lake la maajabu. Miezi 6 baadaye, mji wa Dar es Salaam na Arusha ulikuwa umetulia. Magazeti yote yalikuwa na picha ya Musa kama shujaa wa taifa aliyefichua genge la kigaidi la The Shadow. Sara alitoweka na kile kiasi kidogo cha pesa kilichobaki, akasafiri kwenda nchi ya mbali kuanza maisha mapya mbali na madhabahu za damu. Musa alikaa ufukweni mwa bahari ya Hindi akiwa na ile flash drive ya mwisho.
Ndani yake kulikuwa na orodha ya manabii wengine 12 ambao walikuwa washirika wa Petro nchi nzima. Mchezo bado haujaisha. Musa alibonyeza kitufe cha upload na kutuma siri hizo kwa vyombo vyote vya habari duniani. Billionaire Church ilikuwa imekufa, lakini vita dhidi ya mbwa mwizi waliovaa ngozi ya kondoo ndiyo kanzo ilikuwa inaanza. Musa alisimama, akatupa ile flash baharini na kutembea kuelekea kwenye mwanga wa jua lililokuwa likichomoza. Mwisho. Asante kwa kufuatilia simulizi hii ya kusisimua ya Nabii Petro, kiboko ya wachawi. Haki imetendeka na uongo umechomwa kwa moto wa ukweli. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye simulizi hii. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, niambie kuwa umeionaje story na umejifunza kitu. Kabla sijawaaga, ni wataarifu tu kwamba simulizi ya Chafu Tatu Season 2 ipo tayari na ndiyo inayofuata baada ya hii. Tukutane tena katika wakati mwingine, na asante sana kwa kuangalia. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Bye.